wa Diva Media Africa. Karibu tena katika kipindi chako cha michezo kinachokwenda kwa jina la Fair Play. Karibu sana. Tupo katika ofisi zetu. Hizi ni miongoni mwa ofisi bora kabisa ambazo zinafanya vizuri sana, lakini tunakuletea kilichokuwa bora. Siko peke yangu hapa studio, nipo na ndugu yangu anakwenda kwa jina la Rajab. Nimemwalika hapa studio tuweze kujadili mambo kaza wa kaza, mambo ya michezo, lakini kubwa zaidi ambayo tumekuletea ni pamoja na ile sakata ambayo inaendelea la bwana Azizi Ndambwile, ambaye yeye ni miongoni mwa wachezaji wazuri kabisa kutoka pale viwanja vya Jangwani. Hapo tunazungumzia ni mitaa ya Kariakoo, lakini kuna baadhi ya maneno ambayo yanaendelea tunazidi kusikia, kwa maana kwamba kuna sintofahamu. Inasemekana uongozi wa Young Africa ulishindwa kumlipa mshahara wake. Nipo na mchambuzi wangu makini kabisa ambaye anaenda sasa kukupa uchambuzi ambao umenyoka, uchambuzi wa kisasa kabisa. Anakwenda kwa jina la Rajab. Ngoja nimpe fursa aweze kutuambia, aweze kutuletea sasa namna alifanya research. Je, maneno haya ambayo yanaendelea katika mitandao ya kijamii yana ukweli ndani yake au la? Karibu sana bwana Rajab, uweze kutuambia namna gani tunaona katika mitandao ya kijamii, hususan sakata la bwana Azizi Ndambwile kutoka kwa msimamizi anayemsimamia idai kwamba anaidai Young Africa. Karibu sana. Shukrani. Kwanza kabisa kwenye swala michezo, Okay. kuna vitu hautakiwi tu. Okay. Inafaa kwanza kufuatilia kwa kina na kujua chanzo cha tukio. Umekuwa utamaduni mwingi sana kwa timu nyingi za Afrika kwenye swala la usajili wa wachezaji. Tunaona hata klabu kubwa kama Al Mamelodi wanakuwa na vipengele vyao kwenye mikataba. Inakuwa nadra sana kwa timu kulipa pesa yote kwa mchezaji. Tumeona kama nilishapita la usajili hapa kwa mchezaji wa Singida, mkataba wake ulikuwa na vipengele vya kulipwa mara 3. Okay. Na signing fee alipewa baada ya kusign. Kuna kiasi kingine ambacho kwenye mkataba kimeainishwa kwa atalipwa baada ya msimu wa kwanza kuisha. Alafu kuna kingine pia msimu wa pili unapoanza anamaliziwa pesa yake. Mimi kwanza swala kwa wachambuzi wenzangu ambao wanachukulia juu labda na mashabiki pia labda mashabiki au nini, kwanza wangepaswa kuhoji kuhusu mkataba wa Azizi Ndambwile unasemaje kuhusu malipo ya mshahara wake, malipo ya signing fee yake. Watu tukalichukulia swala juu, kumbe mkataba wake una kipengele cha kulipwa kwa awamu. Afu pia kwa mlango mwingine pia tunaweza tukasema ni propaganda labda. Maana issue ilivyoanza ni kama propaganda ya kudhoofisha upande wa pili. Maana tumeona Azizi Ndambwile anafanya vizuri sana hasa kwenye michezo mitatu ambayo alikuwa ameanza, hususan kimataifa. Amekuwa mchezaji muhimu sana kwenye kikosi cha Young Africans. Labda ni watu wanataka kubadilisha yeye na klabu yake, au unajua pia mchezaji naye anapokuwa na feeling nyingine anakuwa performance kama inashuka. Okay, lakini hapo bwana Rajab, nataka kutuambia kitu kimoja. Watazamaji ambao wanatufuatilia moja kwa moja kupitia Diva Media Africa, hii ni miongoni mwa media bora sana kwa sasa, lakini pia sisi tuna wajibu wa kuwapa watazamaji wetu kila kilichokuwa bora. Nataka sasa utuambie, wakati tunakaribia kufika tamati masakata hii, unahisi sasa ni kwa nini labda ni propaganda? Mpira bwana, mpira ni licha kwa mpira ni science.